Yes, wandugu wapendwa, habari yenu? Ni mimi wenu Kolomboka katika mchana wa leo, nikiwapa moja kwa moja nimewasili kabisa, nikifika mbele yenu kwa muda huu kabisa, nikiwapa kwenye studio ya Oli Official kabisa. Tuko namba 1 kabisa hapa, nikikwambia tu kama Kamanyola tombe mu mikono yetu, wazashu, wazamama, wazalendo, katika siku ya tariki hii ambayo tumeendelea kusema kabisa Kamanyola kuna waka moto. Maana hapa Kamanyola wa M23 wakivaa mavazi ya Twirwaneho walikuwa wameshuka Kamanyola kwenda kuangalia kama wanaweza wakabomoe kikuta ama wakabomoe ile mnara ambayo inakuwa hapa, ili kwamba wapate kuona jinsi gani wataingia Sange, waingie Uvira na waendelee mpaka Fizi. Lakini wapi, na kwambia mambo imekuwa mambo imechanga. Tutatembea katika mambo mbalimbali. Tuseme hapa Nyangezi kunapitikana nini? Baada ya kidogo tutakuja tukutembeze huko. Tutaingia katika hali ya uko hapa Goma, takwambia Samidi RC imetangaza nini, pamoja na M23 wametangaza nini. Na tutatembea mahali pengi sana ili kwamba tupatie moja kwa moja kwa habari yetu. Acha kwanza ni kunye maji. Asante sana ndugu zangu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari kabisa. Nimekuletea moja kwa moja habari zetu za siku hii ya leo, nikikwambia tu kwamba kwa siku ya jana magharibi ni hapa kabisa, mapambano ilianza. Ilikuwa ni mapambano makali kabisa katikati ya wazalendo pamoja na Twirwaneho M23 hapa kwenye Kamanyola, jiji la Kamanyola. Hapa Kamanyola, mnajua Kamanyola ni kubwa na Kamanyola ni nzuri sana, udongo mrefu tena ambao haina mlima kabisa. Kizaidi mlima ni moja ya Ngomo ambayo kabisa ina gawanya Ngomo na Kamanyola, na hapa Kamanyola inakuwa na mpaka na nchi jirani ya Rwanda. Na hapa unajua ni mahali ambapo kunakuwa uchuruzi kabisa, wanaishi kwa uchuruzi ya mlimo. Na hapa kabisa Kamanyola kwa siku hii ya leo tumeongea, wazalendo wamezunguka mwingine hii ama jiji ya Kamanyola. M23 Twirwaneho imekimbia kabisa katika milima mikuu ya Ngomo. Ni hapa kabisa wanaendelea kukimbilia ili kwamba waangalie kama wanaweza wakafike ngambo za Nyangezi huko ama ngambo za Kaziba. Na hapa kabisa wameendelea kupigwa mbele na nyuma. Nikwambie tu kama hapa milima hii ya Ngomo wakisogelea maji ya Ruzizi, na hapa wakiwa pembeni ya nchi ya Rwanda kiasi kikubwa. Na hapa kabisa wamepigwa mbele na nyuma. Hawa wakiangalia vizuri wanaweza wakakamatwe na kushikwa kwa mikono ya wazalendo. Hii niko nakwambia ni kweli, sababu wamewafunika, yani wamepiga mbele na nyuma. Na hapa kwenye tuko tunaongea na nyinyi kabisa, mambo imekuwa mazito sana, tena sana kabisa. Na hapa kabisa mapambano ilianza tangu jana hadi hivi tunaongea, mlio wa risasi ingali imesema kabisa mkiasi kikubwa, ingali imesikilikana kabisa hapa Kamanyola. Lakini wazalendo wanakuwa na nafasi kubwa katika jiji la Kamanyola. Ni kusema ya kwamba wanaendelea kabisa kumpiga adui na kumrushia risasi mbuma Beti Monguna, na kumrushia kabisa Monguna abandiko kima, anaanza kukimbia.
Nawaambia tu kama mambo imekuwa ni mambo ni machanganikio tu kwa machanganikio, yani vita inaendelea kuwa vita kiasi kikubwa. Na hapa tutasema nini? Ila kitu tunakachokisema ni kupongeza wazalendo ambao wanakuwa kwenye mapambano na kuwaambia ya kwamba tunasema pole na mapambano. Yaani hapa kabisa tunaanza kuwasogeza na kuwapongeza. Tuwaambie tu kabisa pole kwenu kwa mapambano yote ambao mmekuwa mkipambana. Na hapa tuko macho kabisa na yote tunayoyaona ni sherti tuiambie wazashu kabisa wapate kujipanga vizuri sana. Kitu tunaweza tukawaambie tu ni kwamba wazalendo katika nguvu wanayo, katika nguvu tele. Hapa siseme wazalendo wa Uvira, hapa nasema wazalendo kwa jumla wote kwa pamoja. Hii neno ambao watu wanaendelea kusema wazalendo wa Uvira, wazalendo wa Uvira, ile si uzalendo, ile si uzalendo, ni ubaguzi. Wazalendo wote kwa jumla, sababu Uvira hakuna wazalendo wa Uvira tu, kuna wazalendo wa mahali pote. Na hapa wakiongozwa na wa viongozi wengi kama vile Makanaki anakuwa pale, kama vile Abdulu anakuwa pale, kama vile na wengine Ngoma Nzito, wote wanakuwa huko. Yani ni kusema ya kwamba unajua Uvira sasa, kwa sasa niko nakwambia Uvira njo inakuwa mji kabambi, sababu njo kwenye administration ya gouvernement iko imetumikia. Yani nikwambie kama Uvira ikikamatiwa kwa muda huu tuko tunaongea hapa, administration itakuwa imebomoka mara tena. Maana Uvira ni mji ambayo imekuwa ya pili kutoka mji wa Bukavu. Mji wa Bukavu ndio mji mkubwa ambayo imeangalia Sud Kivu yote. Baadaye ni mji wa Uvira, nyingine ni mji wa Baraka, na nyingine ni mji wa Kamituga. Yani unaona kama hii miji ni miji ambayo inabidi kulindwa sana, na inapolindwa nitalindwa na wanani? Inabidi ilindwe na wazalendo ambao kabisa wana roho moja na roho safi. Hawatalindwa na wazalendo tu wa Uvira, hapana. Hawatalindwa na wazalendo tu wa Fizi, hapana. Hawatalindwa na wazalendo tu wa Mwenga, hapa wanalindwa na wazalendo wote kwa jumla. Inawaambia ni kweli. Yani tunaposema waza hatuseme wazalendo wa fasi fulani, sababu tunahakikisha kikweli kama wazalendo si wa watu tu wa fasi fulani, hapana, ila wazalendo ni constitution ama ils sont constitués par beaucoup de jeunes congolais. Na wao hawaokoe Uvira tu wala hawaokoe Bukavu tu, wanaokoa udongo wote wa Kongo. Yani umoja wetu na ndio nguvu yetu. Na tutakaposema umoja, tutakaposema uzalendo, pale itakuwa nguvu kwa kwetu sisi. Adui atakaposikia mase, atakaposikia umoja wetu, nguvu yetu, na hapa atakuwa ametetemeka kabisa. Atakuwa amepata cha mtemakuni. Ni vile ndugu zangu, kama vile mnavyoona amepata cha mtemakuni hapa Kamanyola, na alipata cha mtemakuni hapa Nyangezi, akapata tena cha mtemakuni Kaziba, tena akaongeza akapata cha mtemakuni Walungu. Sasa acha nikwambie, na akapata cha mtemakuni Katana na Kabamba. Wa sasa wanaendelea kabisa kulia. Inawaambia ni kweli. Wanaendelea kulia kabisa na kusema Mungu wangu we, tutafanya nini? Qu'est-ce qu'on peut faire? Niwaambie tu kama mambo ni hatari ndugu zetu. Ni hatari, nakwambia ni hatari ndugu zangu, ni hatari kabisa. Wazashu wanaendelea kabisa kupambana mapambano makali kabisa, mapambano makali.
kali kabisa kungambo za Kamanyola, wakilinda mji wa Uvira mzuri sana. Na hapa kabisa Amuli Yakotumba akiongoza kabisa mzuri sana. Kuna wengine ambao wanasema ya kwamba Amuli Yakotumba na Justin Bitakwira anasemee chungu moya. Sijue hapa ni maneno nimesikia mahali kabisa, lakini sipatie kabisa nguvu na ukamilisho kabisa kama vile ingine marezo sosio ambao nimesikia. Nimesikia kwamba Amuli Yakotumba pamoja na Justin Bitakwira kwa sasa kunakuwa kama vile pusi na panya. Yani Bitakwira amesema ya kwamba Amuli Yakotumba anatafuta kuangusha guvernema na ye akamate madaraka ya presidence. Ile njo anasema. Lakini Amuli Yakotumba anakuambia kama mimi sina haja ya presidence, mimi ninayo haja ni kupigania udongo wangu kama Mkongomani. Hakuna ingine kitu. Mimi niko jeshi na siko mtu wa siasa. Hapa inakuwa ni changamoto katikati ya Bitakwira, Justin Bitakwira pamoja na Amuli Yakotumba. Siseme ya kwamba inakuwa changamoto, siseme hivi inakuwa changamoto katikati ya Wavira pamoja na Wabembe. Sio vile. Nasema ni watu hawa wawili. Watu wawili, Justin Bitakwira pamoja na Amuli Yakotumba, kwa majina yao wote wawili, inawezekana kuko confusion yenye iko katikati, awasikiane. Kwa hiyo na hapa watu wanafanya uchambuzi, wanasema ndio komana katika mkaguo hile ama mkutano hile waliofanya hapa Uvira hakuweza kupatikana Amuli Yakotumba, hakuweza kuwa pale sababu Justin Bitakwira anataka kwamba njia baachie M23 njia ipite mpaka Fizi, iende mpaka kule kwenye nataka kuenda, ili kwamba wasije wakaangamize watu na kubomoa manyumba na kuiba bitu ya watu ama na kuharibu watu wengi wasikufe. Ile njo wazo ya Justin Bitakwira, ni vile wanasema. Alafu Amuli Yakotumba yeye ana ile mawazo ya Amuli Yakotumba kama vile mshimamizi wa wazalendo mkiaskari, yeye anasema ya kwamba ni sherti apiganie udongo na yule adui asipate nafasi. Na hii njo lengo ya mzalendo, kusema ya kwamba tutapigania udongo wetu mpaka kupumuzi ya nyuma. Sasa ba politisien kongole biko mkono moya huku mgulu ingine huku. Yani unaona kama hawashimame kabisa. Yani wanalemba. Na hapa ilikuwa chanzo ya Amuli Yakotumba kunyamanza, yani kufanya action bila kusema. Yani unaona kama maelezo kamili ni haya. Hii njo maelezo kamili ambao niko ninawaambia kwa mapigano katikati ya Justin Bitakwira na Amuli Yakotumba. Pale kuko confusion. Na hii confusion ambayo iko hawajaelewana kwa masemi. Umoja anasema tuache njia, tusije tukauishe batu. Mwingine anasema hawatapita hapa. Kama mimi ni askari na kama nimeteuliwa kuwa askari, ni sherti hawa vijana hawa mabandia hawatapita hapa. Justin anasema wewe unafuatilia bya malikia wa Ubembe, unafuatilia unabii ambazo zilifanyika ya kwamba wamama wamevaa uchi, wamekupakala wewe kusema ya kwamba wewe ndio mkombozi wao. Yani ile jina ukombozi ndio wanaanza kupigania sasa. Yani ile jina mkombozi. Justin Bitakwira alitangaza, nasema ukombozi wa Bukavu na Goma itatoka Uvira. Amuli Yakotumba anaitwa kiongozi mbeba maono. Ile jina njo inaanza lumiza batu.
Justin anamwambia kwa nini banakuita kiongozi, ama kwa nini banakuita wewe mbeba maono? Unabeba maono gani? Yaani wewe unataka kupindua uongozi? Justin Bitakwira anasema sisi Wavira ama sisi hapa Uvira ndio tutafungua fe moto ya kugomboa Bukavu. Amuli ya Kotumba anasema basi haya ni vizuri ikiwa tu mtafanya hivi, lakini kusikue ule adui ambaye atakaipita, hakuna shida, mwende mgomboe. Njo kauni ya Kotumba. Hapa ni moto kwingine kabisa ndugu zangu, ni changamoto, na ninaposema changamoto na nasikia kama ni changamoto, na hii ndio ilifanya wazalendo wasipate nafasi ya kusema tugomboe kwanza Bukavu. Yaani wanaanza kwanza kufunga Bukavu, na hapa wakiwa wakiongea ili kwamba wakuwe na kanuni moja na wakuwe na sauti moja na Justin Bitakwira. Alafu hatujajua kwa hivi Justin Bitakwira sababu alirudia Kinshasa, hatujajua ana Kiswahili gani, lakini tukifuata jinsi alivyoongea kwa mpasha habari mmoja, anasema ya kwamba wa maimai ni wadelenka, ni watu ambao ni wako tu pale. Yaani inawezekana kwamba hawakuongea kauni nzuri na wakuu viongozi wa kimaimai ama wa kizalendo. Kwa ile bisi walioingia ndani hawakukuwa na sauti moja na Justin Bitakwira. Joma na mimi niliwaambia hivi, mufanye angalisho na misaada yenye inatoka Kinshasa. Inakuya neno moja ni msaada, neno ya pili ni kufungua njia. Sababu Kinshasa kuko watu, siseme kama ni guvernema yote, kuko watu ambao wanakuwa pale kwa njia ya kutafuta jinsi gani ya kumpitisha adui na kumfikisha Kinshasa, ama kumfikisha mahali popote, bakate, bagabule, bafanye balkanisation. Alors, wazashu, wazamama, wazandu, wazale, wanafunga ile njia, wanazuia. Ndio kwa maana uliona adui anaanza sasa fungula fe njia ngambo za Walikale. Sababu alikutana kama Walikale kuko FARDC ya mingi, hakuna wazalendo wa mingi. Akasema huku Walikale ndaweza. Sasa anakutana nako kuna wale wa FARDC ambao wanakuwa na roho ya kuipenda nchi, na wale ambao hawapendi kukula rushwa walipiga ndege yake M23 ambao ilikuwa imeleta vifaa vya vita na kutayarisha vita. Unaona kama hapa kuna changamoto kubwa kabisa. Yaani waliona hapa Walikale tunaweza tukapige, tuingie Ituri, twende mpaka Kisangani. Sasa wanakutana kule nako kuna kwa ingine nguvu moya ya ajabu, wanalomba CCLF. Wanatia mikono yule asema tufanye kwanza CCLF. Katika hatua ya CCLF ile wanaendelea kuangalia kama wanaweza kujipanga, lakini kuna siri ingine ambayo inayokuwa katika kuona kushindwa huko Walikale. Guvernema ya Rwanda inawaambia muache Walikale, mtoke murudie nyuma, na mkitaka hata hii vita tunaiacha, sababu sisi tuko tunaikufia ndani na tunapigwa marufuku nyingi kwa vita hivi. Rwanda inasikia uoga. Muliona hata Nduhungire, Patrick Nduhungire gisi bilimfikia huko kwenye renyo ambao alikuwa nayo ya ONI. Alimeza mai, akakosa gisi atavala linete, uongo ikamuishia, anaanza sema mainitile. Cela veut dire que wameshindwa kidiplomasia. Unaona kama Kongo iko na diplomasia yulu sana. Alors, inashinda vita kupitia kalamu. Na hapa kabisa kwa siku ziko mbele, mnaweza mkasikia kwamba mahali pote M23 iko imeacha. Ila katikati ya M23 na AFC ndio kungali shida. AFC yao inataka waendeleshe tu,
na wanaanza iko wanafanya recrutement forcé ya wakongomani ambao wanaweza kujiandikisha mu AFC juu bapate kiango kikubwa cha jeshi kusudi waendeleshe. Lakini M23 wao wenyewe walishasema tunarudi nyuma. Alama ya kwanza ni nini? Alama ya kwanza ni hii, kuachilia SADC kwa makartasi. Anasema bwana tunawaachilia, lakini vifaa vya FARDC mvituachie, tutavipatiaka wenye navyo. Juu banasema ni vifaa vinavyoachiwa na FARDC, donc ni vifaa vya FARDC.